vyama waingia kwa serikali kwa sababu ya baba kuongea. Na mimi naomba sana Mungu atupatie busara. Kama watu wa ODM tuko Kenya mzima, na kukua kwa Kenya mzima ilikuwa kwa maadili ambayo baba alikuwa anafanya. Baba alikuwa anasikia watu wote, watu wanawake, vijana, wazee, pamoja na hata wale watu walikuwa kwa opposition. Baba alikuwa anawaangalia. Kwa hivyo ni hoja zetu kwamba wacha yale baba alitupatia iwe lengo letu katika maisha. Wacha tuheshimiane, wacha tuongee, wacha tusemezane, wacha tupatiane mawaidha. Kwa sababu tusipofanya hivyo mambo mengi yataharibika na hatutaki kwenda huo mkondo. Hata sisi wenye mnasema tuko broad based, sisi tuliingia kwa utaratibu wa chama ya ODM na chama cha UDA. Bado kuna wale wako nje wakiwa bado watu wa ODM, baba akiwa ndani. Na kumbuka juzi tukiwa KICC muliandika utaratibu ya 10 point yenye ODM pamoja na UDA walitakana waelewane. Kwa hivyo kwa haya yote baba alitekeleza na hakuna siku mtu aliongea kinyume wakati baba alikuwa. So kwa Amen. Hello, kwa hivyo Kenya kiko kwa mambo haya yote yenye tunaiongelea wananchi tukufu wa ODM, baba amekuwa akihusika. Kwa mambo ya utaratibu wa UDA na ODM baba alikuwa anahusika. Sisi kuingia broad based baba alikuwa anahusika. Na hata yale mengine ambayo tutapangia baba bado atakuwa anahusika. Kwa sababu ya ile hekima na sisi tumebaki. Wacha tu Mungu atupatie busara, tuheshimiane, tuelewane, tusemezane. Kwa hayo tutakutana tu, kila mtu anasema ametoka na sisi wote ni wana ODM, tuna siku tutachangia. Asante. ODM. Mimi mwenyewe vile mnajua, mimi ni mmoja wapo waanzilishi wa hii chama. Na leo nina huzuni mwingi